Bwana Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae pamoja nasi sasa tunapoenda kusikia neno la Bwana takatifu. Neno la Bwana tulilopewa siku ya leo tumelipewa kutoka Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo mtakatifu, sura ya 13 mstari wa 47 hadi mstari ule wa 50. Nitasoma katika jina la Bwana. Tena ufalme wa mbinguni umefanana na juya lililotupwa baharini likakusanya wa kila namna, hata lilipojaa walilivuta pwani, wakaketi wakakusanya walio wema vyomboni, bali wabaya wakawatupa. Ndivyo itakavyokuwa katika mwisho wa dunia. Malaika watatokea, watawatenga waovu mbali na wenye haki, na kuwatupa katika tanuru la moto, ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Amen. Mungu, tunakuinua, tunakutukuza, tunalisifu jina lako takatifu. Tunasema asante kwa kutupa siku njema ya leo ya kutafakari juu ya hukumu ya mwisho. Tunaomba kwa Roho wako Mtakatifu ukatuongoze, tukakusikie Yesu ukisema nasi katika Kristo Yesu Bwana wetu. Amen. Wapendwa, tuketi. Wapendwa,
Tunamshukuru sana Mungu aliyetupa siku njema ya leo sisi sote, na kipekee sisi wa theolojia. Tunamshukuru Mungu aliyetufikisha siku njema ya leo, siku ya historia katika maisha yetu. Lakini kipekee binafsi nimshukuru sana Baba Askofu kwa kuona ni vema anitume wajibu huu mkubwa wa kuhubiri neno la Mungu siku ya leo. Angeweza kufanya mwenyewe, na hasa ukizingatia somo la mahubiri linatoka katika Injili ya Mathayo, yaani Agano Jipya, na Baba Askofu ni mbobevu katika taaluma hiyo ya Agano Jipya. Lakini akaona ni vema niteue mimi niliye mdogo miongoni mwa hao wadogo wote, kwamba nisimame katika neno la Mungu siku ya leo. Wapendwa, siku ya leo tunaongozwa na kichwa kinachosema jiandae kwa hukumu ya mwisho. Tunapoambiwa tujiandae, ni neno linalotuelekeza kujiweka tayari kwa ajili ya mambo yajayo. Tunapoambiwa jiandae, maana yake jitayarishe, jiweke tayari, kuna jambo linakuja. Lakini tunaambiwa tujiandae kwa ajili ya hukumu ya mwisho. Kuna hukumu ya mwisho inakuja. Na ukitazama hukumu, neno hukumu kwa tafsiri nyepesi ya kawaida tunaweza kusema ni maamuzi yanayofanywa na mtu kwa ajili ya mtu mwingine, yanayoamua hatima ya mtu huyo. Kwa hiyo wapendwa, tunapaswa kujiweka tayari, kujiandaa kwa ajili ya hukumu ijayo. Katika somo tulilopewa Injili ya Mathayo, ambapo somo la mahubiri ni mstari wa 47 hadi mstari ule wa 50, ni mwendelezo wa mifano mbalimbali ambayo Yesu alikuwa akifundisha wanafunzi wake na mkutano. Akianza na mfano ule wa mpanzi, akisema mpanzi alikwenda kupanda mbegu, na zile mbegu zilianguka katika maeneo tofauti tofauti, na kisha akatafsiri. Lakini baada ya pale ikafuata mifano mitano ambayo inaanza kwa ufanano, ikianza kwa kusema ufalme wa mbinguni umefanana na. Mifano ile mitano inaenda kuhitimishwa na mfano huu wa juya, ambao upo katika mstari wa 47 hadi mstari ule wa 50. Wapendwa, katika hii mifano nikaona mfano mmoja unaofanania kwa karibu zaidi na mfano huu tuliopewa katika somo la mahubiri. Mfano ule wa mtu aliyeenda kupanda mbegu njema katika shamba lake. Mbegu zile ni ngano. Lakini baada ya yeye kumaliza kupanda akaondoka, adui naye akaja akapanda magugu. Baadaye wakashangaa, watumwa wanaona magugu na ngano vyote vipo shambani. Ndipo anauliza, tulipanda mbegu njema, haya magugu yametoka wapi? Yule mwenye shamba akajibu akasema, tulipolala adui ndiye aliyekuja akapanda. Lakini wale watumwa wakaomba kibali kwamba tunaomba uturuhusu basi tukayang'oe haya magugu. Mwenye shamba akakataa, akasema hapana, msiyang'oe. Inawezekana wakati mnang'oa mkang'oa magugu pamoja na ngano, viacheni vyote pamoja mpaka wakati wa mavuno. Na kwa kuwa nimetumwa mtae, nikajifunza Kisambaa. Akasema lekai ushuki na ngano vikwezanye mpaka mshi wa uluki. Akikataa kwamba yasing'olewe, asema yaache kwanza mpaka hapo baadaye. Na hii inafanana kwa kiasi kikubwa
na mfano huu wa sura ya 13 mstari wa 47, ambapo katika mstari huu anataja ya kwamba ufalme wa mbinguni umefanana na mvuvi aliyetupa juya, ambayo tafsiri nyingine ya juya ni jarife au wavu wa kuvulia samaki, ambapo alipoutupa baharini alivua samaki wa kila aina. Lakini cha kufurahisha ni kwamba hakuchambulia ndani ya bahari, aliwatoa kwanza, alafu akaweka pwani, ndipo akaanza kuchambua. Na hatima yake, hatima za hii mifano miwili yote inafanana. Katika mfano ule uliotangulia alisema wakati wa mavuno tutakata zote, tukiweka tutachambua. Ngano tutaweka upande wake na magugu tutayafunga matita matita na kuyachoma, alafu ngano itawekwa. Na hapa anaeleza kwamba ule mfano unamaanisha ya kwamba baada ya kutupa jarife, akivua samaki walio wengi wakiwekwa kwenye chombo, ndipo anapochambua. Samaki wazuri wanawekwa kwenye chombo, samaki wabovu wanatupwa. Na kisha anahitimisha kwa kusema ndivyo itakavyokuwa siku ya mwisho, ambapo malaika atakuja, atatenga waovu mbali na wenye dhambi, na wale ambao ni watakatifu wenye haki wataingia katika uzima wa milele, na wale waovu wataingia katika jehanamu ya milele. Wapendwa, katika mifano hii na tukiongozwa na kichwa kinachosema tujiandae kwa hukumu ya mwisho, tunaweza kujifunza mambo mengi, lakini kipekee siku ya leo tujifunze mambo haya matatu kama ifuatavyo. Jambo la kwanza, hukumu sio ya kundi, bali ni kwa mtu mmoja mmoja. Hilo ndio fundisho la kwanza. Huyu mvuvi hakuchukua samaki wote katika ujumla wake na kuhukumu hawa ni wazuri na wale ni wabaya, bali aliwatenga, akaanza kuchambua mmoja mmoja, huyu weka huku, huyu weka kule. Wapendwa, wakati mwingine tunaweza tukajiona kwamba sisi ni watakatifu katika namna ya kundi, lakini siku ya hukumu hatutahukumiwa kwa namna ya kundi, tutahukumiwa kwa namna ya kila mtu mmoja mmoja kwa nafsi yake. Na ndio maana hata kama tumeitwa kutumika katika madhabahu ya Bwana, kila mmoja ameitwa kwa namna ya kwake, na kila mmoja amepewa wajibu kwa namna ya kwake, na kila mmoja amepewa wito kwa namna ya kwake. Maana yake kila mmoja amepewa nguvu ya namna ya kwake. Kwa hiyo adhabu haitafanana, hukumu haitafanana. Kila mmoja atahukumiwa kwa kadiri ya aliyopewa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ikitokea hapa tukasema kwa kuwa sisi ni wachungaji wote mbinguni, hapana, katika wachungaji tutachambuliwa. Kama tukisema wanakwaya, katika sisi wanakwaya, kwa kuwa sisi ni kundi la wanakwaya, kwa hiyo mbinguni tutaenda, hapana, katika wanakwaya uchambuzi utafanyika. Kama sisi tukijiita ni Waluteri tunaosimamia kweli ya neno la Mungu, tukasema sisi ni watakatifu, hapana, siku ya mwisho uchambuzi utafanyika. Walio haki watawekwa uzima wa milele, na wale wenye dhambi watachomwa katika tanuru la moto. Hakuna namna nyingine. Ni wakati wa kila mmoja kujiandaa na kujiweka tayari kwa namna ya kwake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili tunalojifunza hapa, wapendwa, hatutaishi milele. Siku ya hukumu inakuja. Jambo hili nilipokuwa nikilitafakari, nikakumbuka hadithi niliyosimuliwa ya mbugu mmoja kule kwetu. Mimi ni mbugu jamani. Yule mbugu alikuwa na jeuri moja ngumu, akizungumza kwa lugha ya Kimbugu. Sasa nafikiri hapa mtaelewa hapa hata nikiongea Kimbugu. Alikuwa anasema, hapa kwangu njaa inakujaje hapa? Hapa kwangu njaa inakujaje? Yaani kwa Kimbugu ndota izazea. Yaani njaa inakujaje hapa?
Alafu akiulizwa kwa nini, ana sababu za msingi. Sababu zake anazoziweka, sababu za msingi ni kuwa na vitu mbalimbali vilivyomzunguka katika eneo lake. Kasema kwa sababu ni tajiri wa kimbugu, ana ng'ombe, mbuzi, kondoo, kuku. Kuku kwa ajili ya watoto, anasema mkosimzi matela huku, anakula ng'ombe. Kwa hiyo asema kuku kwa ajili ya watoto, anaweka vitu vyake, ameweka vitu vyake vilivyomzunguka pale. Lakini amelima. Sasa nyumba za zamani ilikuwa ni zile ambazo hazina namna ya kuweka mahindi. Mahindi yanawekwa kwenye miti. Nafikiri mnafahamu. Hata Kisambaa wanaita, nafikiri ni hivyo hivyo, visha. Kwa hiyo amevuna, ameweka visha vyake juu ya mti. Huku kondoo, ng'ombe, mbuzi na kuku kwa ajili ya watoto wamemzunguka. Halafu shambani amepanda mihogo na viazi vitamu. Sasa anatema jeuri yake sasa. Sema ndo taizazea. Ikuza kufuma na uko, ikuza ivona ng'ombe na magonji, itahunduka na uko. Ikuza kufuma wanga, izana na vishahemiti, itahunduka na uko. Ikuza kufuma na uko si, izana na manga na viogwe, itahunduka na uko. Kwa hiyo anajaribu kujieleza kwamba yuko salama kwa sababu ya vitu alivyo navyo. Lakini cha kusikitisha, sikumkuta, nimesimuliwa. Ni hadithi. Maana yake pamoja na hivyo vyote aliondoka. Nimeikuta, nikasimuliwa. Wapendwa, hii inatuonesha ya kwamba hatutaishi milele. Hatuna chochote kinachoweza kutufanya tukaishi milele. Siku ya hukumu inakuja. Kama tuna mali, kama tuna chochote tulicho nacho, tuvitumie kwa utukufu wa Mungu, tukijua ya kwamba tumepewa dhamana kwa muda. Na siku inakuja ambayo tutaondoka hapa duniani, na tutakapoondoka tutahesabiwa haki au tutahukumiwa kwa namna tulivyoishi duniani. Na tukitazama wakati huu, hata injili yenyewe imekaa kidunia dunia katika namna ambayo watu wanafikiri tu wataishi milele. Sijui labda mimi kwa sababu niko kule Mtae, kwa sababu anasema eti kule Mtae ndio ile iliyoandikwa mtaenda huku na huko hata mwisho wa nchi. Kwamba eti, lakini sawa, inawezekana kwa sababu niko kule. Lakini sionagi yale matangazo sana yanayoonyesha kwamba ukikuta tangazo la mtume, nabii, sijui na nini, alafu ukute linakaza mkazo wa kwamba utakapoonana na nabii atakusaidia, utafanya matengenezo ili uende mbinguni. Silioni. Kwamba utakapokutana na nabii atakufanya utubu dhambi zako zote uende mbinguni. Hapana. Tunakuta matangazo yale yakikaza msimamo wa kupata vitu na mali na vitu vya hapa duniani. Wapendwa, huu ni wakati wa kanisa la Kiluteri na sisi watumishi wake tukisimamia iliyo kweli, tukirudisha msingi wa injili ya matengenezo, ya kwamba tujiandae, siku ya hukumu inakuja. Na hata Yohana Mbatizaji alipotangulia kwenye uhubiri wake katika injili yake, alipokuwa akihubiri anasema tubuni. Na sisi injili ya Kiluteri imejengwa katika msingi wa matengenezo. Ni wakati wa kufanya matengenezo, tukijua ya kwamba siku inakuja tutakayoondoka hapa duniani. Ni wakati wa kujiandaa. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu linasema tusitelekeze ngano kwa sababu kuna magugu. Tusitelekeze ngano shambani kwa sababu eti kuna magugu. Kwa tafsiri nyingine, tusiache uvuvi kwa sababu kuna samaki wabovu baharini.
Kwa tafsiri nyepesi zaidi, tusiache kuisema kweli hata kama uongo umejaa. Wapendwa, katika maisha tulio nayo, katika nyakati tulizo nazo, kuna mahali kanisa kama tulilala kidogo, adui akaja akapanda magugu, kama mfano ule uliotangulia unavyoonyesha, ya kwamba tulipanda mbegu njema, lakini haya magugu yametoka wapi? Akasema ni tulipolala adui akaja akapanda. Kwa hiyo wakati huu tulio nao, pengine tumelala kidogo, adui akaja akapanda injili mbovu, na ukakuta ile injili mbovu ndio inayotawala kwenye dunia. Nafika hatua wanasema hii injili ya toba, hii injili ya matengenezo hailipi mjini, ni injili isiyolipa. Lakini kwa kuwa hii ndio kweli, ni lazima tuisimamie injili ya kweli, hata kama hatuungwi mkono. Inawezekana wanaosimama kinyume na sisi ni wengi kuliko sisi tunaosimama katika kweli, lakini hata kama wakiwa wengi kwa kiasi gani, lazima tuiseme kweli, na ile kweli itaonekana tu, hata kama itapingwa kwa kiwango gani, lakini kweli itabaki kuwa kweli na itasimama siku moja. Wakati mwingine na sisi wa Luteri tumefika hatua tukaanza kuogopa, tukasema sasa ukiangalia umati wote unamfuata sijui nani, umati wote unafuata hivi. Alafu tukafika hatua tukaanza kusema basi ngoja tujiachie. Wapendwa, tukiacha tutaulizwa. Kwa kuwa tumepewa neema hii ya kuijua injili ya kweli, tukiacha kuisema kweli tutaulizwa, na siku ya hukumu inakuja ambayo tutatoa hesabu ya utumishi wetu. Wakati huu tulio nao ni wakati wa kuhakikisha ngano, hata kama magugu yamejaa, tuhakikishe ngano ipo. Maana yake hata kama mafundisho ya uongo yamejaa kwa kiwango gani, tuhakikishe tunahubiri injili ya kweli, ambayo hiyo injili ya kweli hata kama wakitupinga, watupinge tu. Tunajua watatupinga, lakini hata wakitupinga, kweli itabaki kuwa kweli, na hiyo kweli itasimama. Na huu wingi wa wanaotupinga wala usitutishe. Anaweza kusimama mmoja katika kweli na wengine wengi wakasimama kwenye namna yao ya uongo, lakini ule ukweli utasimama na utathibitika. Ninakajaribu kukumbuka katika kitabu cha Hesabu, wakati Musa alipotuma wapelelezi kwenda kuipeleleza nchi, walienda watu 12. Watu 12 wamekwenda wakaipeleleza nchi. Baada ya kupeleleza wanarudi wanaleta taarifa. Watu 10 wakakaa upande wao wakileta habari mbaya. Watu 2 peke yao wakasimama na kweli. Lakini kweli ilisimama. Bwana Yesu asifiwe. Ile kweli ilisimama, na kweli waliirithi nchi. Inawezekana na sisi wa Kristo tunaogopa, tunafedheheka, tunaona kama haviwezekani. Wapendwa, vinawezekana. Ni wakati wa kusimama kama Joshua na Caleb dhidi ya uongo mwingi wa watu 10. Watu 2 tusimame tuiseme kweli, na hiyo kweli itaeleweka, na ikieleweka itakuwa ya maana na yenye thamani. Na ndio maana tunaona hata katika mengine ya Yesu anajaribu kutufundisha na kutuelekeza kwamba sisi ni nuru. Manake nuru ikiwa kidogo tu, hata kama giza limetawala kiasi gani, unapokuwa wewe nuru, unaisema iliyo kweli, na hiyo kweli inaeleweka na inaleta uponyaji kwenye nchi. Anaposema ninyi ni chumvi, jamani, kilo moja ya mchele inapikwa na kilo moja ya chumvi? Jibu ni hapana. Haiwezekani. Manake chumvi kidogo katika jambo kubwa inaleta ladha kwenye chakula kingi. Maana yake mimi na wewe tuisimamie injili ya kweli, injili ya toba, injili inayojengwa katika msingi wa matengenezo, tukijua ya kwamba duniani tunaishi kwa kitambo tu. Siku inakuja tutakayotoa hesabu. Tusidanganywe na vitu vilivyojaa duniani, tusidanganywe na maisha yaliyoko hapa duniani. Tukumbuke ya kwamba tupo hapa kwa kitambo tu. Siku inakuja ambayo tutatoa hesabu. Wapendwa katika Bwana, ni wakati wa kukumbuka ya kwamba Yesu Kristo alikufa
na akafufuka kwa ajili yetu. Ametushindia dhambi, ametutetea. Ni wakati wa sisi kushuka katika toba ya kweli, kufanya matengenezo ya kweli, tukijua ya kwamba tupo kwa kitambo tu. Siku inakuja ambayo tutaenda kusimama mbele za Mungu na tutasomewa hukumu. Kama tumetenda matendo mazuri, tutaingia katika uzima wa milele, na kama hatukutenda kwa ukamilifu, tutaingia katika ziwa liwakalo moto. Ni maombi yangu asubuhi ya leo ya kwamba tukumbuke hii neema ya Yesu, ya kwamba amekufa kwa ajili ya dhambi zetu. Ni wakati wa sisi kufanya matengenezo ya kweli, ili neema hii ya Yesu Kristo ituingize katika uzima wa milele. Na Mungu alibariki neno lake. Amen. Mungu, tunakuinua, tunakutukuza, tunalisifu jina lako. Asante kwa kuwa umetufundisha, umetuelekeza. Kwa kupitia Roho wako Mtakatifu umetufundisha ya kwamba tusiwekeze maisha yetu kana kwamba tutaishi milele. Tukumbuke siku moja tutaondoka, lakini tusijifiche katika vichaka vya dhambi, tukijifungia na kuona kwamba tuko pamoja na wengine katika kundi moja. Kumbe wewe Bwana utatuhukumu kila mmoja kwa kadiri ulivyompa maisha hapa duniani. Tusaidie Yesu, tuiseme iliyo kweli yako, hata katika kipindi cha mafundisho mengi ya uongo na mafundisho mengi potofu yanayopoteza kundi la Mungu, ambapo wakati mwingine tunaona magugu yamejaa kuliko ngano. Bwana, tupe nguvu ya kusimama, tuiseme iliyo kweli, tuhakikishe ngano haipotelei kwenye magugu. Ngano isimame na magugu yatachomwa. Asante Yesu, kwa maana unatuweka imara mbele zako, na siku moja tutaurithi uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Theolojia Rafael Vuli, tunakushukuru kwa ujumbe wa neno la Mungu uliouleta kwa wakati wake. Bwana asifiwe sana. Tumshangilie Bwana kwa ajili ya mtumishi wa Mungu. Asante sana. Naomba ukae. Umesema kwa lugha yetu. Kimbugu si ndio cha kwetu jamani? Umesema kwa lugha yetu. Umeona yule mbugu, sasa umesaingia hia. Na tafsiri. Maana ikija zinakutana na madume ya ng'ombe. Tena isitoshe na kuku wa watoto. Wale wanaokula kuku kumbe ni kwa ajili ya watoto. Ikiingia chini nakutana na viazi vinapanda, si ndio? Na mihogo. Ikitoka juu ni visha. Ingia hia. Tuna mwisho unakuja. Na mimi nishukuru vyuo vyetu vinavyoandaa watumishi. Si ndivyo jamani? Vinaandaa watumishi. Ameandaliwa sawa sawa na amekaa katika neno. Hata kama hii injili unayohubiri unaona hailipi, kwa kuwa ni injili ya kweli, endelea kuhubiri hiyo. Maana injili ya siku hizi imejaa mafundisho hayo, kwamba lete deni lako. Maana ukija mimi kama unadaiwa, nikikuwekea mkono, wanaokudai wanasahau. Sasa kama wanasahau, maana yake nimewaibia, si ndivyo? Lakini Wakristo wanakwenda pale kuombewa
na deni langu naombewa ili lisahaulike. Ndio mahubiri ya siku hizi. Sio yale kwamba lete dhambi zako ukutane na Bwana ukaurithi uzima wa milele. Watu wanakwenda ili madeni yasahaulike. Eti ili unakunywa maji ili deni liishe. Sio makuta watu wananunua chupa 3 za maji ili deni liishe. Niliwaambia hapa basi kwa ajili ile la leo sisi nipewe mimi ndoo 3 nizinywe. Nikikata ndoo moja bilioni 1 imeisha. Mafundisho ya uongo yamesambaa sana. Tusimame katika injili ya kweli. Na kwa kweli hukumu yetu sio ya kundi, ni ya mtu mmoja mmoja. Hata ninyi mnaoingizwa kazini, wachungaji, mnaingizwa kazini kama mtu mmoja mmoja, ukaisimamie kweli wewe kama mtu mmoja kwenda kusimama katika kweli. Nakushukuru tena mtheolojia kwa jinsi ulivyofundisha neno la Mungu siku ya leo, na Mungu akubariki, na Mungu alibariki neno lake. Amen. Asante sana. Baba Deni.